Asante. Kwa majina ni Wambui Mchaba. Niko hapa pamoja na taasisi ya Africa Seed na pia taasisi ya CFP Community Forest Pemba. Tumekuja hapa tuweze kusoma pamoja kuhusu jinsi na jinsia utofauti wa hilo neno mbili, jinsi na jinsia. Pia tuweze kuelimisha jamii tofauti kwa nini tunaangalia jinsi na jinsia. Kwa maumbile ni kweli vile tuliumbwa, mwanamke na mwanaume ni tofauti. Kuna vile mwanamke ana mahitaji tofauti na mwanaume ana mahitaji tofauti. Na hiyo ndio tuna maana tunaleta umuhimu wa jinsia, kwa sababu ukiangalia utofauti wa mwanaume na mwanamke na kuna mabadiliko ya tabia nchi, sisi wote tunaathiriwa tofauti. Na tusipoangalia mahitaji ya mwanaume na mwanamke, tutaleta ile mambo tunaita inequality. Penye unaona mwanaume anaachwa nyuma ama mwanamke anaachwa nyuma. Sasa ni somo letu linaweza sasa kuelimisha haya mahitaji ya mwanaume na mwanamke ni gani hii. Na tunaweza kuiangalia kwa umri, tuangalia kwa masomo, tuangalia pia vile ile kazi anafanya, tuangalia familia yake vile inakaa, ili tuweze kuelewa hizi naitwa nini, hizi vulnerability ama vile ameumbwa na zile vitu ako nazo zinamsaidia aje aweze kuadapt kwa mabadiliko ya tabia nchi, ama inamsaidia aje ama anaathiriwa aje kwa mabadiliko ya tabia nchi. So hivyo ndivyo tunaweza kuangalia. Tunajua kuna wakati mwanaume ataachwa nyuma na kuna wakati mwanamke atawachwa nyuma. Lakini tukiangalia inaitwa nini, data, tukiangalia nani ameumia sana katikati ya mwanaume na mwanamke, mara mingi watu wana ni mwanamke. Na ndio maana unakuta miradi mingi zinachagua mwanamke, na haimaanishi mwanaume hana umuhimu katika kusaidia kuadapt. Lakini sasa ukiangalia miradi mingi inachagua mwanamke kwa sababu aliyeathirika sana, na tukiangalia zile kazi anafanya kutoka mchana, kutoka asubuhi hadi jioni, na ile hela kwa nayo na ile inaitwa nini, rasilimali alionayo, unamkuta bado anabachwa nyuma. Kitu kingine tunachojaribu kuelimishana ni umuhimu wa muungano wa mwanaume na mwanamke kwa kufanya kazi pamoja. Hapa pia tusishughulikie mwanamke sana, tusahau pia mwanaume, kwani wote wanaishi jamii moja na wote wanaishi pamoja. Na ukiangalia mmoja waache mwingine, pia unaweza kuwa unaharibu ndoa ama unaharibu ile ushirikiano katika jamii. So ndio maana sisi wote tunasema hii mambo ya jinsi na jinsia ni ya wote wawili, mwanaume na mwanamke. Lakini watu waelewe, kwa sababu mwanamke pia ameachwa nyuma na tunataka afikie mwanaume kwanza, alafu akifikia tutaweza kuendelea mbele pamoja.